Naam, bwana, chuki zimeonyeshwa waziwazi kwa Nifa kwa kile ambacho amemfanyia Faima. Kama ulikuwa ujui, inasemekana kwamba Faima alikuwa na biashara yake ameamua kuianzisha kipindi hiki cha sikukuu, hususan hii sikukuu ya Eid. Faima alikuwa na magauni yake ya rangi tofauti tofauti na akaweka wazi kwamba anayauza kwa bei ya shilingi milioni kila moja. Umeona, na haya ni magauni ambayo tulimuonaga mke wa Jux aliyavaa kipindi alivyoendaga Saudi Arabia huko. Na of course ni magauni mazuri, alimpendeza sana huyu mke wa Jux, na hata Faima pia alivovaa yamempendeza. To be fair, hata Nifa na yeye pia alivovaa lile gauni la namna hii limempendeza. Umeona Sasa at the end of the day, kitu ambacho kimekuja kuwashangaza watu ni kwamba Faima alivyotangaza kwamba anayauza haya magauni milioni, basi moja kwa moja Nifa na yeye pia akatangaza anayauza hayo magauni kwa shilingi 300,000. Umeona? Lakini kwa mujibu wa Faima alichokizungumza, anasema kwamba Nifa amemtuma bodaboda na muamala anao unaonyesha kwamba mpaka namba ameexpose huyu Faima, ikionyesha kwamba Nifa amenunua gauni kwake. Inasemekana hivyo kwamba Nifa amenunua gauni kwake, amelivaa ili kuaminisha watu kwamba yeye pia anayo, na watu waanze kuweka oda, moja kwa moja watayapata kwa bei hiyo ya shilingi 300,000, wakati Faima yeye anayeuza milioni, na yeye pia Nifa amenunua kwa Faima moja kwa shilingi hiyo hiyo milioni. Kwa hiyo sasa hii imeonekana kama vile Nifa anaonyesha roho mbaya waziwazi kwamba wenzie wasipate biashara, yani wasifanye biashara. Kila biashara ambayo wenzie wanafanya yeye anataka kuingia na kuwapindua au kuwafanya wakose riski. Umeona, kwa mujibu wa wadau walivyokuwa wamelielewa hili jambo huko mitandaoni, wakilinganisha na matukio mengine ambayo yalitokeaga huko awali kipindi kile, wakati anasema kwamba vipodozi vyake yeye ni original kuliko watu wengine, na watu wakaona kama vile anawaharibia wenzie brand, kusema kwamba yeye ukitaka vipodozi original uende kwake, wengine manake wanauza feki. Kwa ni kitu ambacho Restibula alimind na kukawa kuna ugomvi kati yao. So watu wameconnect dot na wameanza kumshambulia Nifa kwamba ana roho mbaya. Kwa hiyo ukipita kwenye comment section nyingi sana kuhusiana na hizi posti, unakutana na comment nyingi za watu wakiwa wanamsema Nifa ana roho mbaya, kitu ambacho kimepitiliza. Sasa hivi comment za hivyo zimekuwa nyingi mno, na Mange pia akaja akapigilia msumali humo akasema kwamba hata kwenye mambo ya posti, yeye aliposti kwamba amepata views milioni 63, Nifa naye pia akaposti amepata over 100 million, ili mradi tu kuonyesha ushindani na kujifanya yeye ni bora zaidi ya wengine. Sasa basi, kutokana na hayo yote ni kwamba watu wameonyesha chuki za wazi kwa Nifa. Comment nyingi sana zimekuwa ni za matusi, watu wamekuwa wakimsema vibaya Nifa. Umeona bwana, mpaka Juma Lokole naye pia ameposti video akiwa anamcheka. Umeona Sasa Mange amerudisha moyo nyuma na amemuombea radhi kwa Watanzania. Mange ameposti picha ya Nifa alafu akaandika hapa ujumbe, nataka hapa nikusomee hapa. Mange ameandika hivi kwamba jamani, Nifa asamehewe kwa kila kitu na kwa madeni yote, kumbe ni subscriber wa hapa Insta. Hapa siwezi kumsema mtu anayeniingizia hela. Jamani, Nifa asamehewe kwa yote, tuanze upya. Nimeangalia username yake ndo nikaona kwamba ana kicrown cha subscription. Kumbe ni mtu wa maana kabisa. Sasa huyu Mange amekuja kumwombea msamaha, lakini huyu msamaha tunasema kwamba watu wanasema kwamba ni wakinafiki, kwa sababu Mange anasema kwamba Nifa asamehewe kwa kuwa amesubscribe katika channel yake ya kule Instagram. Umeona bwana, yana anamuingizia hela. Umeona, kwa hiyo kutokana na hilo Mange amerudisha moyo nyuma na amemwombea msamaha Nifa. Akaendelea kusema kwamba posti zote nilizomsema nafuta. Namsemaje vibaya mteja wangu? Mteja ni mfalme bwana. Jamani, mtajijua wenyewe huko, na Nifa siingilii tena. Kumbe Nifa ni mmoja kati ya watu wanao nilisha mimi na wanangu, na nilikuwa sijui. Pambaneni naye wenyewe huko, sijui apoteze mteja sijawahi kupoteza mteja kwa mambo yasiyonihusu. Nifa, please don't cancel subscription, siongei tena mimi. Nifa, kati ya vitu vya maana ulivyowahi kuvifanya ni kuweka hiyo comment leo, maana nilivyoona hicho kicrown tu nguvu zote zikaniisha, nikaregea kila sehemu. Happy birthday mteja wangu, enjoy your day. Umeona So hivyo ndo alivyoandika Mange, na yeye pia Mange akaomba msamaha pia kwa wadau, akasema kwamba naombeni pia mnisamee, naomba msiniseme vibaya kwa kubadili gia hewani. Nyie huwa mnachambana na wateja wenu, kauliza hivyo. Alafu akaendelea kusema kwamba why mtake mimi nichambe wateja wangu. Kamaliza. Mange ndo hicho alichokisema. Na hiyo comment yenyewe ni kwamba Nifa alikuwa anazungumzia tu mambo mengine ya wateja wake na nini. So hivyo ndivyo situation ilivyokuwa. So at the end of the day,
hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau, hebu na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section. Unazungumziaje hili ambalo limetokea kwa Niffer na kile ambacho amekizungumza hapa Mange Kimambi kumwombea radhi? Bwana, weka maoni yako bwana, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata